بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika darsa iliyopita tulikuwa katika mwendelezo wa dhambi kuu la 12 katika kitabu hiki Al-Kabair cha Imam Adh-Dhahabi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Dhambi kuu la 12 az-zina, ambalo ni dhambi la zina, wa ba'dhuhu akbaru ithman min ba'd. Wiki iliyopita, yani majlisi iliyopita, tumesoma kuanzia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipoulizwa kuhusiana na madhambi yaliyokuwa makubwa, ayu dhanbin a'zamu, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dhambi kuu la mwanzo kabisa kuliko madhambi yote ni ushirikina, ni mtu kumjalia Allah mshirika hadi ya kuwa yeye Allah ndiye aliyemuumba. Kisha akaulizwa tena ni dhambi lipi linalofuata kwa uzito, akasema an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'aka, ni wewe kumuua mwanao, ni mtu kumuua mtoto wake akiogopea umaskini na ufakiri. Qala thumma ayu, kisha kaulizwa ni lipi dhambi lingine linalofuata baada ya hilo. Qala an tuzaniya khalilata jarika, akasema ni wewe kumzini mke wa jirani yako. Haya ni madhambi matatu ambayo Mtume alayhi salam aliyataja baada ya kuwa ameulizwa ni yapi madhambi yaliyokuwa makubwa zaidi. Akawataja ushirikina, dhambi la pili kuua nafsi bighairi haqqin, kuua nafsi pasipokuwa na haki. Dhambi la aina ya tatu az-zina, tena zina yenyewe ni mtu kumzini mke wa jirani yake. Ni mtu kumzini mke wa jirani yake. Zina ni akbarul kabair, ni katika madhambi makubwa inafahamika, lakini kumzini mke wa jirani yako au mtoto wa jirani yako, dhambi lake ni zaidi, yani ule ubaya wa hiyo dhambi inakuwa ni zaidi. Yani inakuwa si kama mtu kumzini mwanamke au mtoto wa mtu mwingine ambaye ni wa mbali, sawa, kwa sababu jirani ana haki, jirani ana haki zake kwako wewe. Miongoni mwa haki za jirani yako ni wewe kumkirimu, kumheshimu na kumhifadhi, kuhifadhi heshima yake, kuhifadhi utu wake, kuhifadhi mali yake, wa hakadha. Na katika kumheshimu na kumhifadhi jirani yako ni wewe kuhifadhi familia yake na kuiheshimu familia yake.
Sasa kitendo cha wewe kumzini mke wa jirani yako, maana yake umefanya jarima kubwa kumfanyia jirani yako. Yani kama unajua kuna maudhi ambayo jirani ukimfanyia anahesabu kwamba umemuudhi sana kuliko yote, basi ni wewe kumzini mke wake, ni wewe kumzini mke wake au mtoto wake. Ni jarima kubwa sana, kwa sababu ni jambo ambalo linaleta uhasama, linaleta muqataa daiman, yani inaleta kukatana kwa miaka nenda rudi, bali mnaweza mkauana kwa sababu ya mtu kuthubutu kumzini mke wa jirani yake au mtoto wa jirani yake na mfano wake. Na ndio maana Mtume alayhi salam akahesabu kuwa ni katika, yani ni jarima iliyokuwa kubwa sana baada ya kuua nafsi. Bil asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, leo hii jamii ilivyoharibika, watu wamebaki wanavizia wake za watu, tena majirani. Na unakuta jirani anamvizia mke wa jirani yake, yani yeye mwenyewe ana mke hapo, lakini hajatosheka na mke wake, anaanza kushawishika na kummendea mke wa jirani yake. Hii ndio jamii yetu imefikia huko, illa man rahima Allah, isipokuwa wale ambao wamepata rehema za Allah tabaraka wa taala. Na tumwombe Allah tujalie katika hao. Ukipata jirani mwema, mshukuru Allah tabaraka wa taala. Lakini waliokuwa wengi na jamii ilivyoharibika hivi sasa ni mtihani mkubwa. Bil asafi shadidi, kama wewe umetahiniwa ukawa umejaliwa kuwa na mwanamke ambaye hajajitambua vizuri, ndio majanga yanazidi kuwa makubwa zaidi, kwa sababu atafanya vituko na anaweza akawa anavaa mavazi ambayo ya kuwashawishi wale ambao ni majirani zake, mpaka ukajikuta shetani anapita katikati, wanamuasi Allah tabaraka wa taala. Lakini jirani ni mtu ambaye anahitajia heshima kubwa kwako wewe, umheshimu, na katika kumheshimu ni kuheshimu familia yake. La ilaha illa Allah. Lakini pia tukasoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hazini mzinifu wa kiume pindi anapozini hali ya kuwa ni mu'min. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, na wala haibi mwizi wakati ule yuaiba hali ya kuwa ni mu'min. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, na mtu hanywi pombe wakati ule anakunywa hali ya kuwa ni mu'min. Hapa zimetaja dhamiri za kiume, lakini na mwanamke anafanyaje? Anaingia. Na tulielezea nini maana ya maneno Mtume alayhi salam aliposema wa huwa mu'min, kwamba hazini mu'min wakati ule anazini hali ya kuwa ni mu'min. Yani mtu hazini wakati ule anafanya zina hali ya kuwa ni mu'min. Tulieleza maana yake. Nani anaweza akatufafanulia? Aliyeelewa darasa iliyopita mafhum na makusudio ya hadithi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Mmoja atufafanulie japo kwa ufupi. Naam, ngoja tuanze na mzee pale. Ahsant, jazakallah khair. Allah kubariki na akufungulie na atufungulie sote. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, maana wakati ule mtu anazini imani inamtoka, kama ilivyokuja kufafanuliwa na hadithi inayofuata, idha zana al-abdu kharaja minhu al-iman, mtu akizini imani inamtoka.
fakana alayhi kadhulla, inakuwa juu yake kama kivuli, inakuwa juu yake kama kivuli. Fa idha inqala'a au fa idha inqata'a minha raja'a ilayhi al-iman, akiacha ule uzinifu imani inarudi. Na tukawa tumeeleza kwamba makusudio ya idha zana al-'abdu kharaja minhu al-iman ay naqasa imanuhu, kharaja minhu al-iman bimaana naqasa imanuhu. Mtu anapokuwa nazini, wakati ule anazini imani yake inashuka. Hii ndio maana kharaja minhu al-iman, imani yake inashuka, inapungua. Na ndio maana pia iliyokusudiwa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ay kamilul iman. Sawa, wa huwa mu'min bimaana kamilul iman, yani hazini mtu wakati ule hali ya kuwa yupo katika ukamilifu wa imani, bali wakati ule anazini imani yake inakuwa ni naqis, kwa anakuwa ni naqisul iman, imani inapungua. Na kila anavyozini ndivyo imani inavyozidi kufanyaje? Kila anavyokithirisha zina ndivyo imani yake inavyozidi kufanyaje? Kushuka, mpaka mwisho anabaki na asili, inabaki na asili tu ya imani yake. Na'udhu billahi min su'il hal. Tayeb, na hii ndio aqida ya ahli sunnah wal jamaa, kama tulivyobainisha kwamba ahli sunnah wal jamaa wao wanaamini kwamba murtakibul kabira, mtu mwenye kufanya dhambi kubwa kama hili zina, fahuwa fasiq bikabiratihi, anakuwa ni fasiq, anahesabika ni muovu kwa madhambi makubwa anayoyafanya. Wa mu'minun biimanihi, lakini pia ni mu'min kwa imani yake, anabaki kuwa ni mu'min kwa imani yake na ni fasiq kwa maovu yake. Na wala sisi hatumkufurishi Muislamu kwa kufanya dhambi kubwa, hatumkufurishi Muislamu kwa kufanya dhambi kubwa kama wanavyofanya makhawarij na matakfiri na wengineo. Na mtu huyu anapokufa akhira anakuwa tahta al-mashia, anakuwa chini ya utashi wa Allah, inshaa adhabahu wa inshaa afa anhu, Allah kitaka tamwadhibu na kitaka tamsamehe. Hii ndio aqida ya ahli sunnah wal jamaa. Kadhalika tukasoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni hadithi ambayo imenasibishwa kwa Mtume alayhi salam, lakini ni hadithi ambayo ni dhaifu kwa mujibu wa hukumu ya wanachuoni walioitoa kwa hadithi hii, annahu dhaif. Imam adh-Dhahabi anasema isnaduhu jayyid, sanadi ya hadithi hii ni nzuri, na Imam adh-Dhahabi hapa alikosea rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, na maulama wakabainisha kwamba ni alisema haya maneno ikiwa ni waham ay khata'un minhu, ikiwa ni kosa ambalo lilijitokeza kwa Imam rahimahullah. Lakini as-sawab, usahihi ni kwamba hadha alhadithu dhaif, hadithi hii ni dhaifu, haijathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unafahamu nini Muislamu au mwanafunzi? Unafahamu kwamba hakuna mkamilifu, hakuna mkamilifu katika sisi wanadamu. Kullun yusibu wa yukhti, kila mmoja wetu sisi wanadamu anapatia na anakosea, na kila mmoja wetu yu'khadhu wa yuraddu, kauli yake inachukuliwa na kauli yake pia inafanyaje? Inarudishwa, isipokuwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sawa, kauli ya Mtume alayhi salam iliyothibiti hairudishwi, ama mwingine yoyote kauli yake inarudishwa itakapokuwa imeenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam.
Sasa mwingine anaweza kusema kwamba sasa mwanachuoni mkubwa huyu, ndio mwanachuoni mkubwa pia naye anakosea. Sawa sawa, anakosea kama mwanadamu, na ni masala ya kielimu. Masala ya kielimu, anaweza kasahihisha hadithi kwa elimu ilivyomfikia na njia alivyoipata akahukumu kuwa ni sahihi, lakini kwa njia zingine ikabainika kuwa hadithi hii sio sahihi, na njia iliyomfikia imemfikia kimakosa, na ndilo lililomtokea Imamu Dhahabi katika sanadi hii. Njia iliyomfikia ilimfikia kimakosa, ndio maana akahukumu kuwa ni jayyid. Lakini as-sawabu kama walivyobainisha Imamu al-Albani na wengineo, annahu dhaif, kwamba hadithi hii ni dhaifu. Inayosema man zana au shariba al-khamra, atakaizini au akanywa pombe, naza Allahu minhu al-imana, Allah atamvua imani mtu huyo, kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'sihi, kama vile mtu anavovua kanzu yake kupitia kichwani. Naam, kadhalika tukawa tumesoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyama, watu watatu Allah hatowazungumzisha siku ya kiyama, wala yuzakkihim walahum adhabun alim, na hatowasafisha, kwa maana hatowatakasa na watapata adhabu yenye uchungu. wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adhabun alim, sheikhun zani, mtu mzima mzinifu, wa malikun kadhabu, na mtawala mrongo, wa ailun mustakbirun, na maskini jeuri, na maskini jeuri. Na tukawa tumetoa maelezo hapa kuhusiana na maskini jeuri, ambao sana hili linatuhusu wengi, ambao ni masakin lakini ni majeuri. Mtu anakuambia mimi maskini lakini mimi siwezi kula maharage, mimi maskini lakini nyumbani kwangu hapawezi kupikwa dagaa. Alafu wakati huo anatoka anaenda kuomba, ananunua nyama, akibeba nyama mkononi anambia mimi maskini jeuri mimi, siwezi kula maharage kwa sababu kabeba nyama, lakini hiyo nyama ni yeye ametoka kuomba. Alafu anajionyesha kwamba ana uwezo. Hiyo ndio katika sifa za maskini jeuri. Maskini jeuri ni katika sifa zake ni ile anaonesha watu tofauti na uhalisia wa hali yake ya asili. Anataka kujionyesha yani na yeye anazo, yani hayuko nyuma. Kumbe hizo anazodhihirisha kwa watu, ameomba tu amepewa. Anazima gari anatoka nayo, alimradi tu watu wamuone kwamba na yeye ana gari. Hizi ni katika sifa za maskini jeuri. Na'udhu billahi min su'il hal. Tulibakia hapo katika darasa iliyopita. Na darasa ya leo tunatoka na hadithi anayosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, wa qala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mjumbe wa Allah, hurmatu nisa'il mujahidin, hurmatu nisa'il mujahidina, uharamu wa wanawake wa mujahidin. hurmatu nisa'il mujahidin, uharamu wa wanawake wa mujahidin, ala alqaidina, juu ya watu waliobaki nyumbani ambao hawakutoka kwenda vitani. Ala alqaidin, juu ya watu waliobaki majumbani ambao hawakutoka kwenda vitani. Uharamu wa wanawake hao juu ya watu hao, ka hurmati ummahatihim, ni kama vile ilivyo uharamu wa mama zao
juu yao, ka hurmati ummahatihim, ni kama vile ilivyo uharamu wa mama zao juu yao. Hurmatu nisai almujahidin, uharamu wa wanawake wa mujahidin. Mujahidun fi sabilillah, mujahidin hapa wanakusudiwa wanajeshi wa Kiislamu, wapiganaji wa Kiislamu, wale wanaotoka kwenda jihadi fi sabilillah kwa amri ya amiri jeshi, sawa sawa, jihadi ya kisheria. Wale wanajeshi wanaotoka wakapangwa kwamba fulani na fulani na fulani na fulani kikosi namba 1, fulani na fulani na fulani na fulani kikosi namba 2. Haya, kikosi namba 1 namba 1 kinaelekea huku, namba 2 mnaelekea huku. Hawa ndio mujahidun, sawa. Sasa wale wanajeshi wanapotoka majumbani mwao wakawaacha wake zao, wale wake zao waliobakia nyumbani, sawa, uharamu wa hawa wanawake juu ya wanaume wa mtaa ule waliobaki wanawake, sawa sawa. Kwa sababu katika ule mtaa mathala waliotoka baadhi ya wanajeshi, kuna waislamu wengine hawajafanyaje, hawajatoka, wanabaki. Sasa haiwezekani watu wote wakatoke wakapigane. Kuna baadhi ya vita ambayo si lazima watu wote watoke, lakini kuna wakati mwingine vita inalazimika watu wote wafanyaje, inakuwa fardhu aini, sawa sawa. Sasa ikiwa kuna watu maalum wameteuliwa waende jihadi, wakaacha wake zao mtaani hapo katika majumba yao, na katika huo mtaa kuna wanaume pia wamebaki na vijana ambao hawajateuliwa, sawa. Sasa hao waliobaki katika wanaume ndio wanaitwa alqaidina, ni watu waliobaki majumbani ambao hawakutoka kwenda vitani. Kwa hivyo Mtume anasema alayhi salam, uharamu wa wanawake wa wale wanajeshi waliotoka kwenda vitani, ala alqaidina, juu ya wale wanaume waliobaki majumbani bila kutoka kwenda vitani, ka hurmati ummahatihim, ni kama vile ilivyo uharamu wa mama zao juu yao, sawa. Kwa maana wewe uliyebaki nyumbani kwako hujatoka, jirani yako katoka kamwacha mke wake na watoto wake, mke wake kwako wewe ni haramu kama alivyo haramu mama yako wewe mzazi. Umeelewa? Kama vile ambavyo ni haramu kwako wewe kumwendea mama yako, sawa, basi ndivyo ilivyo uharamu wa mke wa jirani yako aliyetoka kwenda vitani. Yani muogope kama unavyomwogopa mama yako. Hadha huwa almaana. Tumefahamiana? Kwa maana wanawake wa mujahidin inatakiwa waheshimiwe, inatakiwa waheshimiwe. Na katika mujahiduna pia ni tulabul ilmi, katika watu wanaohesabika kuwa ni mujahiduna fi sabilillah, wametoka wameenda kupigana katika njia ya Allah, ni wanafunzi tulabul ilmi ash-shar'i, wanafunzi wanaokwenda kusoma masomo ya dini, pia nao wanahesabika ni mujahiduna fi sabilillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa mujahidun fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Anasema Mtume alayhi salam, atakayetoka kwenda kutafuta ilmu fahuwa fi sabilillah, huyo anahesabika ni mujahid fi sabilillah hatta yarji'a, mpaka atakaporudi nyumbani kwake. Kwa hiyo tulabul ilmi pia anapotoka kaacha familia yake, wanafunzi wanapotoka majumbani wakaenda madaris kusoma, hawa ni mujahidun. Wake zao na watoto wao natakiwa waheshimiwe. Sawa, ametoka kwenda sehemu ya mbali, amesafiri kwenda nchi nyingine, huyo ni mujahid fi sabilillah mpaka atakaporudi.
Kwa hiyo inatakiwa familia yake iweze kuheshimiwa. Bil asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, wako baadhi ya watu ni wahalifu, wamevunja ndoa za watu, na wengine ni marafiki zetu ambao tulikuwa nao katika jihadi, tulikuwa nao fi talabil ilmi, tulikuwa nao katika safari moja ya kutafuta elimu katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-Madinatul Munawwara. Tulikuwa nao baadhi yao, wengine mpaka wamemaliza, lakini kuna wengine walishindwa kumaliza baada ya kupatwa na stresi za wake zao, kuziniwa na majirani zao. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Hakikatan mtu baada ya kupata taarifa kwamba mke wake ameonwa, yuko sehemu, na kuna mtu anatoka nyumbani kwake, anatoka nyumbani kwake usiku, saa zingine alfajiri, ndio shehe analetewa taarifa, yuko Madina shehe, anapelekewa, anapigiwa simu, anajulishwa kwamba ndani mwako kuna mtu analala. Niambie wewe, ingekuwa wewe ungekwaje? Sasa hivi wewe unaifanya haya, unapenda na wewe afanyiwe mke wako, ukitoka na wewe waje walale? Sasa wako wengine marafiki zangu walimaliza, walifanya subira wakamaliza, lakini kuna wengine kama wawili walishindwa. Kesi kama hizi ni nyingi sana. Tulabul ilmi wanafanya subira ya hali ya juu, ni wengi katika tulabul ilmi wanapitia changamoto hizi upande wa wake zao, na ndio maana tunatakiwa kumwomba sana Allah atuthibitishe sisi na wake zetu, ili tunapotoka wake zetu wabaki wametuhifadhi, wabaki wametuhifadhi. Ndio maana tunahimizwa sana, unapotaka kuoa angalia unaoa wapi. Usiangalie uzuri tu shekhe, pia angalia na familia unayooa. Mtoto aliyesimama katika dini sawa sawa, yani mpaka kuteleza ni jihadi kubwa sana atakuwa ibilisi ameifanya. Lakini kuzoazoa tu kwamba tamrekebisha, ndo hayo wakati mwingine anatokea huko. Lakini pia saa zingine anaweza mwanamke amesimama imara katika dini, lakini kwa sababu ya vishawishi vya wanaume kadhalika na ibilisi, kujikuta anaingia katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Mwingine analetewa taarifa, mmoja analetewa taarifa, tunaingia kwenye chumba cha mtihani, tunaingia kwenye chumba cha mtihani semester ya kwanza, anapewa taarifa hiyo, hata mtihani hajaenda tena, hata mtihani hajaenda tena. Nasikitisha sana. Baadaye kuja kumfuatilia, kampiga bomba juu kwa juu, yani kamtaliki moja kwa moja juu kwa juu, lakini pia madhalika akaona na masomo yenyewe siwezi, bora nirudi, shavurugwa. Kwa hiyo ni fitna. Yani naisoma hadithi hii ndo nakumbuka hivi visa vya marafiki zangu. Allah awafanyie wepesi na atuhifadhi sote. Kwa tulabul ilmi ni mujahiduna fi sabilillah. Wanapokuwa wametoka wameacha familia zao, vijana natakuwa muwe na heshima na wake zao, muwe na heshima na wake wa wanafunzi na mashekhi zenu. Tayib. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, wama min rajulin yakhlufu rajulan min almujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yawm alqiyamah fayakhudhu min amalihi ma shaa fama dhannukum. Mtume alayhi salam akasema, wama min rajulin, hakuna mtu yoyote katika wanaume, yakhlufu rajulan, atakaibaki akiisimamia familia ya mtu. Yakhlufu rajulan, wama min rajulin, na hakuna mtu yoyote, yakhlufu rajulan, atakaibaki akiisimamia familia ya mtu, yani akiisimamia familia ya mwenzake, minal mujahidina, katika mujahidin,
katika wale wapiganaji, fi ahlihi, akabaki anawasimamia familia yake na kuwasaidia katika mahitaji yao. Fayakhunuhu fihim, mtu huyo akamfanyia khiana mwenzake kwa familia yake. Fayakhunuhu, mtu huyo akamfanyia khiana mwenzie, fihim, katika familia yake. Kwa maana hakuna mtu yoyote atakayebaki anaangalia familia ya mwenzake aliyetoka. Kwa maana baba wa nyumba ametoka akakuachia wewe, mathala ima ni ndugu yake, sawa, naondoka nitazamie familia yangu. Fayaqumu alaihim bihawaijihim, akabaki yeye ndio mwangalizi wa hiyo familia, anawatekelezea mahitaji yao, kula na kuvaa na kunywa na mengineyo. Ikawa yule bana aliyetoka kaacha familia yake, akitaka kutuma pesa mathalan inapitia kwako, ndio inafika kwa familia yake, anakutumia wewe, unaenda unachukua mahitaji yao unawapelekea nyumbani kwake na mfano wake. Fayakhunuhu fihim, kisha akamfanyia khiana mwenzie, sawa. Yani wewe uliobaki nyumbani ukamfanyia khiana mwenzako aliyetoka kakuachia familia, ukamfanyia khiana kwa familia yake. Na a'dhamul khiana iliyokuwa kubwa zaidi ni wewe kumzini mke wake au kumzini mtoto wake. Kwa khiana ina maana pana sana katika kumfanyia khiana upande wa familia yake, ikiwemo kuwafanyia uchafu au kuwadhulumu au kuwadanganya na kuwatesa na mfano wake. Kwa ukamfanyia khiana mwenzako, illa wuqifa lahu yawma alqiyama, isipokuwa mtu huyo siku ya kiyama atasimamishwa mbele yake. Illa wuqifa lahu yawma alqiyama, isipokuwa mtu huyo siku ya kiyama atasimamishwa mbele yake. Fayakhudhu min amalihi, kisha mtu huyo aliyefanyiwa khiana atachukua kwa yule bwana aliyemfanyia khiana katika matendo yake. Fayakhudhu min amalihi, kisha atachukua katika matendo yake, mashaa, jambo lolote atakalotaka katika matendo mema. Fayakhudhu min amalihi mashaa, kisha mtu huyo atachukua katika amali zake atakacho. Fama dhannukum, haya nyinyi mnadhani ataacha nini? Fama dhannukum, haya nyinyi mnadhani mtu huyo ataacha nini? Ikiwa umenifanyia khiana kwa mke wangu, nimekuachia wewe kama brother wangu au mdogo wangu, nimesafiri, familia yangu hii hapa mjini sina mtu mwingine zaidi yako, sawa, kwa maana wewe ndio utabaki unaitazama familia yangu. Sio kwamba utakuja kulala nao na kadha, la, wewe una nyumba yako, lakini nao nimewaacha nyumbani kwangu. Lakini wanahitaji uangalizi hawa, wanahitaji uangalizi, wanahitaji mahitajio, sawa sawa. Yale ambayo nimewaachia saa zingine yatawaishia, kwa nitakuwa wakati mwingine natuma mahitajio kupitia wewe kama ndugu yangu, sawa. Sasa itakapokuwa umewalea vizuri, ukawaangalia vizuri, malipo yake ni makubwa sana kwa Allah tabaraka wa taala. Na utakapokuwa hujawaangalia vizuri, ukawatelekeza, utakuwa umenifanyia khiana, na khiana iliyokuwa kubwa ni zina. Naelewa? Khiana iliyokuwa kubwa ni zina. Kwa dhambi ulioifanya ya kunifanyia khiana mimi kwa familia yangu, adhabu yake siku ya kiyama
utasimamishwa mbele yangu, kisha mimi nitaamrishwa na Allah nichukue kwako wewe katika matendo yako mema, nikupokonye mashitu, kila ninalotaka katika matendo mema nichukue. Ndio Mtume alayhi salamu akasema, fama dhannukum, haya nyinyi mnadhania kwamba mtu huyu atakapoambiwa achukue katika mema yake, mnadhani atamwachia nini? Kwa maana nikiambiwa chukua, nachukua vyote. Alaysa kadhalika? Bala, unaambiwa huyu alikudhulumu, chukua mashiita katika mema yake, nazoa yote. Umeelewa? Hii ndio maana ya maneno ya Mtume alayhi salam. Kwa maana mtu atakapoamrishwa kwamba chukua mashiita, atazoa mema yake yote, halafu huyu bwana ataamrishwa motoni. Hii ni hatari ya kufanya khiana, kumfanyia khiana mwenzako katika familia yake. Wama min rajulin yakhlufu rajulan min almujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yawma alqiyamati fayakhudhu min amalihi ma shaa fama dhannukum. Na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man khalafa ghaziyan, mtu yeyote atakayebaki akisimamia familia ya mpiganaji fi sabilillah, mtu yeyote atakayebaki anaiangalia na kuisaidia familia ya mwanajeshi mpiganaji aliyotoka kwenda vitani, akabaki anaiangalia familia yake, fi khairin, akawa anawafanyia mema, anawasaidia, fahuwa faqad ghaza. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema faqad ghaza, mtu huyo naye anahesabika ametoka kwenda vitani. Unaona ubora na utukufu wa kuihifadhi familia ya mujahidi fi sabilillah, mwenye kuihifadhi familia ya aliyetoka kwenda kutafuta elimu, akawa anaisaidia katika riziki na mengineyo, akawa anaihifadhi na kuiheshimu, kadhalika anahesabika na yeye ametoka kwenda fi sabilillah. Hadithi hii ameitoa Imam Muslim, rawahu Muslim. Kwa hadithi hii inaonyesha hatari ya kufanya khiana, kumfanyia khiana mwenzako, wabil khusus anapokuwa amekuachia amana. Anapokuwa amekuachia amana, unatakiwa uiogope amana hiyo na uitunze amana hiyo. Usimfanyie khiana katika amana yake, kwa sababu ukimfanyia khiana katika amana aliyokuachia, siku ya kiyama utamlipa katika matendo yako mema. Fayuqalu lahu, ataambiwa, hadha qad khanaka, huyu alikufanyia khiana duniani, fakhudh min hasanatihi ma shi'ta, basi leo hii malipo yako chukua katika mema yake utakayo. Sasa hapo wewe ndio unataka kujiulize kwamba atakapoamrishwa mtu achukue katika mema yako, atachukua nini, atakuachia nini? Tayeb. Hadithi nyingine anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, arba'atun yubghidhuhumullahu, watu wa aina nne Allah anawachukia. Tuwe makini sana Waislamu. Jana majlisi iliyopita tulisoma thalathatu la yukallimuhumullahu, watu wa aina tatu Allah hatawazungumzisha. Hapa chini hadithi hii Mtume alayhi salamu anasema arba'atun, watu wa aina nne, yubghidhuhumullahu, Allah anawachukia kweli kweli. Yani kama unajua kuna watu Allah anawachukia, basi ni hawa wanne wakiwemo. Zimekuja hadithi nyingi zikielezea watatu Allah anawachukia, wanne Allah anawachukia, zimekuja kwa alfadhi
tofauti tofauti, zikitaja sifa tofauti tofauti kwamba watu wanaosifika na sifa hizo Allah anawachukia. Sasa katika moja ya hadithi hiyo ni hii hapa. Angalia hizi sifa kisha na wewe jitathmini, je, upo katika hao? Mtu wa kwanza, albayya'u alhallafu. Albayya'u alhallafu ni muuzaji. Mtu wa kwanza ni muuzaji wa biashara anayewadanganya watu kwa viapo. Albayya'u alhallafu ni muuzaji, kwa maana mfanya biashara anayewahadaa watu, anayewadanganya watu kwa viapo, kwa viapo vyake. Anaapa sana, yani hauzi isipokuwa ameapa. Wallah, hii biashara hii bidhaa hii wallahi imetoka Dubai, kumbe imetoka China. Wallahi hii nimenunua 100,000, kwa hivyo nakuuzia 100,000 na 10,000, faida yangu ni 10,000 tu. Wallah billahi alaika, kumbe ni mrongo, faida yake ni 100,000. Sawa, anakuambia hii wallahi shekhe, hii yani hapa faida ni 5,000 tu wallah, kumbe ni 30,000. Anakuambia hivyo ili ununue kwa ile bei anayokuambia, ili na wewe yani anatia huruma. Yani wakati mwingine, wakati wauza, baadhi ya wauzaji anatia huruma ili usimshukishe zaidi. Wallahi na mimi hapa sipati zaidi ya 1,000 shekhe, faida ni buku tu shekhe. Kadhab. Sawa. Sasa huyu ni mtu wa kwanza katika watu wanne ambao Allah anafanyaje? Anawachukia. Wallahi hauzi isipokuwa na apa. Kwa kile kiapo anakitumia kama ni taukidan, anatilia mkazo maneno yake kwamba yeye ni sadiqu al-amin, kwamba yeye ni mkweli, si muongo. Sasa ili umsadikishe, anaapa kwa jina la Allah. Wallah billahi, wengine tena wanaapa vyao vya kijahilia, mama yangu mzazi, mtume rasuli, hivi vyao vya kijahilia. Nife kafiri kama nasema uongo, eti nife kafiri. Astaghfirullah, nife kafiri shekhe, na wewe ni Muislamu, taqillah. Yote haya wanafanya taukidad, kwamba wanatia mkazo yale maneno yao ili uamini kwamba ni wa kweli, kumbe ni kadhabun, warongo. Ukimwona mtu anaapa hapa sana, ujue huyo ni kadhab. Wabil khusus kwenye biashara, wabil khusus kwenye biashara. Sipende kuapa Muislamu, uza kawaida. Yani usimfanye Allah, usifanye jina la Allah kuwa ndio, yani ndio unalitumia katika kuwahadaa watu. Ukiapa billah antakuna sadiqan, uwe ni mkweli. Ukisema wallah, basi iwe ni kweli shekhi. Lakini unasema wallahi hii bidhaa hii nimeitoa China, nimeitoa Dubai, nimeitoa wapi, kumbe bidhaa imetengenezwa Manzese. Sawa sawa, unapata dhambi shekhi, unapata dhambi. Hakuna haja ya kuanza kuwadanganya wateja kwa ajili ya kupata pesa nyingi. Hujui kwamba unaposema uongo Allah anaondosha baraka zake katika biashara, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, albay'ani bilkhiyari ma lam yatafarraq, wauzianao wana khiyari kwa muda ambao hawajatengana. Sawa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wakisema ukweli katika biashara hiyo, wakabainisha kasoro za bidhaa, ukambainishia mteja wako, hii bidhaa bana na kuuzia lakini ni mbovu, ndani na tatizo, ina kasoro kadha kadha kadha,
mteja anunue hali ya kuwa ameridhika. Kwa hivyo hii asili yake inauzwa 20,000, ila kutokamana na kasoro hii naiuza 10,000. Unapenda nunua, utaki acha, umbainishie mtu. Kwa Mtume akasema ikiwa watasema ukweli wakabainisha, watabarikiwa katika biashara zao. Wa in kadhaba, wakisema uongo, wakatama na wakaficha kasoro na aibu za bidhaa, muhiqat barakatu bai'ihima, Allah anaondoa baraka ya biashara yao. Ile baraka ya biashara Allah anafanyaje? Anaiondoa. Na'udhu billahi min su'il hal. Tayib, huyo ni mtu wa kwanza katika watu wanne ambao Allah tabaraka wa taala anawachukia. Albayya'u alhallafu, ni mfanyabiashara anayependa kuwapa sana, akawahadaa watu kwa viapo vyake, akawapandishia bei watu kwa kule kuwapa, na akawafanya watu wanunue kwa sababu ya kuwapa kwake, wanunue kwa ile bei anayoitaka yeye kwa sababu ya viapo, na akawadanganya kwamba hii haina tatizo lolote wallahi, na mfano wake, hali ya kuwa ni muongo. Kuwafanyia ghishi watu katika biashara, haifai kufanya ghishi katika miamala, haifai. Na huu mlango wa ghishi katika miamala ni mlango mpana sana, unahitaji muda, kwa sababu ni mlango ambao unawagusa wengi sana. Ni mlango ambao unawagusa wote, yani sio wengi, wote, wafanya biashara, wanunuzi na wauzaji. Kwa wanahitajia sana kufahamu mlango huu wa ghishi, kufanya ghishi katika biashara. Wakati mwingine mtu anaweza akajikuta anafanya ghishi min haithu la yashur, akajikuta anafanya ghishi, kuwafanyia ghishi watu hali ya kuwa hajui. Tayeb, mtu wa pili, walfaqiru almukhtalu. Walfaqiru almukhtalu, mtu wa pili katika watu wanaowachukia sana Allah ni maskini jeuri. Walfaqiru almukhtalu ay almutakabbiru. Almukhtalu bimaana almutakabbiru, ni maskini jeuri. Huyo ni mtu wa pili, maskini jeuri. Huyo maskini jeuri ana balaa, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sehemu nyingi akimtahadharisha maskini jeuri kwamba aachane na jeuri, kwa sababu hakuna cha kumfanya yeye awe jeuri, hana cha kumfanya yeye awe jeuri, natakiwa awe mpole. Kwa akijifanya ni jeuri ataadhibiwa. Huyo ni mtu wa pili. Washaykhu zani, na mtu wa tatu ni mtu mzima mzinifu. Washaykhu azani, na mtu mzima mzinifu. Mtu mzima, eji imeenda, lakini bado anacheza na vitoto vidogo, kama tulivyoeleza darasa iliyopita kwambia uzee mwisho Chalinze, hakuna mzee hapa mjini. Kiwa na maana kwamba hata kama ni mzee lazima hawezi kuacha uhuni. Maneno si sawa, kwa sababu mzee hana matamanio ya kumpushi yeye kufanya zinaa kama vijana. Ndio maana akaandaliwa adhabu kali naye kwa sababu ya kitendo cha zinaa. Pamoja na kwamba zinaa ni haramu na ni katika madhambi makubwa, lakini zinaa ya mzee ni ashad, sawa? Yani dhambi lake ni kubwa zaidi, sababu wewe mzee hafu na zini. Ajibu, yani hata mtaani akifumaniwa mtu mzima na kijana, ni yupi ambaye atamzonga sana watoto? Mtu mzima shekhe, sawa, watamzonga sana na kumzomea huyo mtu mzima ovyo, lakini yule kijana huyo anapita anaondoka zake. Kwa sababu gani? Sasa mzee naye anazini. Haya, hii ni mtaani, na hiyo ndio maana ikawa ni kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni jarima kubwa sana.
Huyo ni mtu wa tatu, mtu mzima mzinifu asiyejiheshimu. Mtu wa nne, walimamu aljairu, walimamu aljairu, na kiongozi jeuri, kiongozi jeuri mwenye kuwadhulumu raia wake. Mtu wa nne katika watu ambao Allah anawachukia sana, walimamu aljairu, imamu kwa maana kiongozi jeuri mwenye kuwadhulumu raia wake. As-sultanu aljairu alladhi yadhlimu an-nasa huquqahum, kiongozi dhalim ambaye anawadhulumu raia wake haki zao, anawadhulumu watu wake haki zao. Huyu pia ndio mtu wa nne katika watu ambao Allah tabarak wa taala anawachukia. Na maelezo ya kiongozi jeuri na namna ya kuamiliana naye yatakuja darasa inayofuata insha Allah taala. Darasa itakayofuata itakuwa ni mahala hapo. Kwa hiyo kufunguka zaidi tutafunguka mbele kuhusiana na kiongozi dhalim, namna gani Waislamu tumefundishwa tuishi naye. Ama hapa tumesoma kwamba kiongozi jeuri mwenye kuwadhulumu raia ni katika moja ya watu wanne anaowachukia Allah tabaraka wa taala. Akhrajahu an-Nasa'i, hadithi hii ameitoa Imam an-Nasa'i wa isnaduhu sahih, na sanadi yake ni sahihi na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu taala. Kisha Imam adh-Dhahabi anasema wa a'dhamu zina, na zina iliyokuwa mbaya zaidi, wa a'dhamu zina, na zina iliyokuwa mbaya zaidi, az-zina bil ummi wal ukhti, ni mtu kumzini mama yake. Az-zina bil ummi ni mtu kumzini mama yake, wal ukhti na dada yake, wa mraati al-abi na mtu kumzini mke wa baba yake. A'udhu billah. Wa mraati al-abi, na mtu kumzini mke wa baba yake. Wa bil maharimi, na mtu kumzini ndugu yake wa karibu. Wa bil maharimi, na mtu kumzini ndugu yake wa karibu. Wa hadha bil ittifaq, hii ni kwa makubaliano ya wanachuoni wote, wamekubaliana annahu a'dhamu zina, kwamba hii ndio zina iliyokuwa mbaya zaidi. Mtu kuzini na mama yake, yani mtu kutembea na mama yake, au mtu kutembea na dada yake, au mtu kutembea na mke wa baba yake, au mtu kutembea na ndugu yake wa karibu, ukiacha dada yake katika ndugu zake wengine. Hii ni a'dhamu zina. Mama yake, mtu kutembea na mama yake, hii ni nadra sana. Hatusemi kwamba haitokei, inatokea kwa sababu sehemu wengine tushashuhudia na tushasikia mengine. Sawa, tushasikia kwamba watu baadhi yao wanatembea na mama zao, lakini wanafanya haya kwa imani za kishirikina, wengine kwa imani za kishirikina, bali wengine kwamba yani wanatembea kabisa kama vile wameoana, mtu na mwanae wanazini, hawana wasiwasi kabisa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Lakini ni nadra sana. Sawa, mtu kutembea na dada yake, hii inatokea sana hivi. Mtu kutembea na dada yake, acha dada wa mbali, kwa sababu kuna dada wa mbali ambaye unaruhusiwa kumuoa. Sawa, mtoto wa ami yako, sawa, unamwita dada, lakini unaruhusiwa kumuoa, si katika wale ambao wameharamishwa juu yako. Sawa, lakini mtu anatembea na dada yake shaqiqa, tumbo moja, sawa, baba mmoja mama mmoja. A'udhu billah.
Haya pia yanatokea. Lakini si hivyo tu, wa mraati al-abi, mtu kutembea na mke wa baba yake, hapa linatokea sana. Hadith wala haraj, hili jarima linatokea sana. Nyinyi vijana muogopeni Allah tabarak wa taala, na muogope wake wa baba zenu, hata kama vitakuwa ni visichana vidogo. Ittaqillah, mche Allah tabarak wa taala. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wako wengine na wajua washafanya hivi, kuwafanyia baba zao, na baada ya kuulizwa hoja wanaotumia kwambia baba mwenyewe anaoa vijana, anaoa vibinti vidogo, sasa nataka nini? A'udhu billah, astaghfirullah. Haya yametokea na mengine hapa mjini. Mzee na sio mzee, yani baba na watoto wakubwa vijana, ana mke ambaye ndio mama yao, anaongeza jiko, tunasomea jiko majazi, yani anaongeza mke. Sasa yule mke aliyemwoa saa zingine ni msichana. Sasa unajua visichana navyo ndio hivyo tena, mtihani. Sasa baba kitoka, kinabaki kinacheza na watoto. Astaghfirullah, aibu shekhi, aibu. Narudi kwako wewe baba wa nyumba, nyote familia. Kwa hiyo hii ni hatari sana. Hoja ukimuuliza kwa nini unafanya hivyo, umefanya uchafu, anakuambia sasa yeye mwenyewe anajilengesha. Ndio majibu shekhi, billahi alaykum. Sasa mimi nitafanya nini? Alafu baba, wewe kwa nini unaoa mtoto mdogo? Baba anaambiwa kwa nini unaoa mtoto mdogo, unataka nini? Alafu tunaishi naye hapa. Maana yake nini? Vijana wako wahuni. Sababu ungekuwa vijana wako si wahuni, wasingesema haya maneno kukwambia wewe mzee. Yaani kijana na kuheshimu kabisa kama babake, anaweza kukwambia haya maneno? Abadan. Hii inaonyesha kwamba umefeli kwenye malezi ya vijana wako. Sasa ikiwa wanamzini mke wako ambaye ni mama yao, utasemaje kwa mabinti wa wengine huko? Hatari shekhi. Lakini pia na nyinyi wazee mnapooa visichana, muweke vidhibiti, na mkiwa na vijana wakubwa, mkishajua na vijana wakubwa halafu kamoa mke na unajua kabisa ni kigoli, basi hakikisha wale vijana wako unawajua kwamba tabia zao zikoje. Unawajua vijana wako, wawekee mipaka kwamba alipo mama yako huyu marufuku. Kama wewe mwenyewe ndio unajua vijana wako wapoje, na ili kuziwia saddan lidharia, kuziwia mafsada kama haya ambayo yanajitokeza katika familia, naambia marufuku. Lakini ukiachilia hivyo, madhara ndo kama haya. Na'udhu billah. وقد صحح الحاكم، na amesahihisha Imam al-Hakim, والعهدة عليه, na jukumu na hukumu ya kuisahihisha hadithi hiyo liko kwake yeye Imam al-Hakim. والعهدة عليه أي والحكم على صحته على الحاكم. حكم يكوي حكم حديثه kuwa ni sahihi ameitoa Imam al-Hakim, kwa maana Imam al-Dhahabi yeye ananukuu tu hadithi hii, yeye hajaisahihisha. Aliyeisahihisha ni Imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Hadithi yenyewe ndio hii hapa: man waqa'a ala dhati mahramin, man waqa'a, atakaye mzini, ala dhati mahramin, ndugu yake wa damu, faqtuluhu, muweni huyo. Man waqa'a ala dhati mahramin, mtu yeyote atakaye mzini ndugu yake wa karibu,
faqtuluhu, basi muweni mtu huyo. Hadithi hii Imamu Dhahabi amebainisha huku mwanzo kwamba ameisahihisha Imamu al-Hakim, na jukumu la kusahihisha liko kwake, yeye amenukuu tu, kisha akaitaja kwamba mwenye kumzini ndugu yake wa karibu muweni. Sahihi ni kwamba hadithi hii ni dhaifu. Kauli sahihi ni kwamba hadithi hii ni dhaifu, na ametaja huku chini namba 1 kwamba ni hadithi dhaifu. Lakini ma dhafi hadha alhadith, lakini pamoja na udhaifu wake, faqad waradat aladillatu as-sahiha, zimekuja hadithi nyingi zilizokuwa sahihi fi qubhi dhalika, zikibainisha ubaya wa jambo hilo na uharamu wake. Ubaya wa mtu kutembea na dada yake, kutembea na mama yake na shangazi yake na mfano wake. Zimekuja dalili nyingi, ukiachilia hii hata kama ni dhaifu, tukiachilia mbali na hii sawa, zipo nyingine nyingi ambazo ni sahihi, zimekuja kubainisha jambo hilo kwamba ni haramu na kwamba ni jarima iliyokuwa kubwa sana. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Mwisho anasema Imamu Dhahabi, wa fil babi, na katika mlango huu ahadithu, ziko hadithi nyingi sana. Wa fil babi, katika huu mlango wa zina, ahadithu, zipo hadithi nyingi za kutaja. Minha, katika hizo, kwa maana katika mlango unaoelezea kumuua mtu ambaye anamzini ndugu yake wa karibu. Wa fil babi, yani fi hadha albab, katika mlango huu unaoelezea ulazima wa kumuua mtu anayetembea na ndugu yake wa karibu. Minha, katika hizo, hadithu al-Bara'i ibn Azib, ni hadithi ya Bara, sahaba huyu al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, anna khalahu, huyu sahaba anaeleza anna khalahu, kwamba mjomba wake, ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alimuagiza siku moja, ila rajulin, aende kwa bwana mmoja, arrasa bimraati abihi, aliyemuoa mke wa baba yake. Hadithi ya Bara ibn Azib, anna khalahu, kwamba mjomba wake, yani mjomba wake al-Bara alikuwa na mjomba wake. Sasa huyu mjomba wake, ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alimuagiza, ila rajulin, aende kwa bwana mmoja. Huyo bwana alifanya jambo gani? Arrasa bimraati abihi, ay tazawaja imraata abihi, bwana mmoja aliyemuoa mke wa baba yake. Mtume akamwagiza huyu sahaba aende kwa huyo bwana aliyemuoa mke wa baba yake, an yaqtulahu, aende akamuue, wa yukhammisa malahu, na mali yake aitawanye, aigawe kwa watu. Wa yukhammisa malahu, ay wa yuwazzi'a malahu, na aitawanye mali yake. Hadithi hii ni hadithi ambayo ameitoa Imam Abu Dauda na At-Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah, na ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadithi khatir jiddan, inaonesha yani ni jarima iliyokuwa kubwa sana, na madhara ya dhambi hili la mtu kutembea na mke wa baba yake au kumuoa mke wa baba yake. Huyu bana alimuoa mke wa baba yake,
mke aliyekuwa wa baba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa taarifa za huyu bwana, akatuma mmoja katika masahaba kwamba nendeni kwa huyo bwana aliyefanya hilo tukio la kumuoa aliyekuwa mamake, yani tukio la kumuoa mamake, aliyekuwa mke wa babake, aenda kamuue na mali yake aitawanye kwa Waislamu. Hii inaonesha ubaya ulioje wa hili dhambi. Na katika riwaya nyingine Mtume alayhi salam aliwaambia, alipoletewa kesi kama hii ya mtu ambaye amemuoa mke wa babake, yani mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa babake, ima baba yake kafariki au baba yake alimemwacha, sawa sawa. Mtume alayhi salam akasema, naomba mwende kwa huyo aliyefanya hilo tukio, mniletee kichwa chake. Maana yake nini? Mkakate kichwa chake. Hiyo umefahamu nini? Kwamba hii ni jarima kubwa, sawa. Na hadithi hizi zinaonesha kwamba mwenye kufanya tukio hili la zinaa, kuzini na ndugu yake wa karibu, mama yake, dada yake, mwanae, kuzini na mke wa baba yake, huyu anauawa. Kwamba hukumu yake anafanyaje? Anauawa sawa sawa alikuwa ameoa au hajaoa, sawa sawa sawa, ni bikra au ni thayyib, anafanyaje? Anauawa. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Kwa hiyo ni hatari kubwa sana Waislamu. Allah tuthibitishe katika haki. Na mpaka hapo tutakuwa tumemaliza mlango kwa siku hii ya leo, na maelezo hayo tuyachukue na tukawafundishe ndugu zetu ambao wamepotea katika akhlaq. Maswali haya nilionayo yanatosha na yanaendana. Huyu anauliza, je, katika hiyo hadithi na sisi tunaingia kwamba Mtume anasema alayhi salam, man kharaja fi talabi alilmi fahuwa fi sabilillah, atakayetoka kutafuta elimu huyo anahesabika ametoka katika njia ya Allah, ni mujahidi fi sabilillah. Je, na sisi tunaingia? Naam, na sisi tunaingia. Yani tunatoka Keko Magurumbasi tunakuja hapa Hidayah, na sisi tunaingia. Naam, na nyinyi mnaingia, sawa sawa. Naam. Mtume anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Kwa haijalishi kwamba wewe Sheikh Omar umetoka hapa bondeni umekuja hapa, sawa, sema tu mnatofautiana masafa. Sheikh Omar umetoka bondeni, Sheikh hapa umetoka Bangulo huko, anakushinda darajati, sawa sawa. Ila kila mmoja analipwa kwa nia yake, kila mmoja analipwa kwa nia yake. Naam. طيب والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.